Historia ya Afrika imejaa watu waliogeuza udhaifu kuwa nguvu, waliogeuza maumivu kuwa matumaini, na waliogeuza elimu kuwa silaha ya ukombozi. Wao ndio mashujaa wetu. Wamepita dhoruba za maisha wakiwa imara, wakasimama kama milima mbele ya upepo wa changamoto. Leo tunasimama mbele ya simulizi ya mwanamke ambaye akili yake iliwasha nuru na moyo wake ukaleta uponyaji. In Zambia, to continue singing the song of peace, to continue campaigning for the girl children. Kutoka katika ardhi ya Chinsale, kijiji cha utulivu na matumaini, alinyanyuka binti aliyeamini kuwa elimu ni njia ya kuinua jamii. Akaingia kwenye dunia ya sayansi, akawa mwanga wa afya barani Afrika. Lakini safari yake haikuishia maabara. Alisikia sauti ya wito wa taifa lake. Akageuka kuwa kiongozi, mlezi na mtetezi wa utu. Hii ni hadithi ya ujasiri, hekima na sadaka. Hadithi ya mwanamke ambaye hakutafuta heshima, bali alifanya kazi hadi heshima ikamtafuta. Mtayarishaji na msimulizi wa makala haya si mwingine, mimi ni Herbert Peter, na leo katika mashujaa wetu tunamwangazia shujaa wa Zambia, mwanasayansi, mwanamke wa maono. Huyu si mwingine, ni Profesa Nkandu Foebe Luo. Katika kijiji cha Chinsale, kaskazini mwa Zambia, mwezi Disemba ya mwaka 1951, upepo wa asubuhi ulileta kilio cha mtoto wa kike aliyezaliwa katika hospitali ya wamisionari ya Lubwa Mission. Mtoto huyo aliitwa Nkandu Foebe Luo, jina lenye maana ya aliyepewa kwa upendo. Alikuwa binti wa familia yenye heshima, baba yake Basoni Elijah Luo akiwa mwalimu aliyeamini katika nuru ya elimu kama taa ya kupambana na giza la ujinga. Katika nyumba yao ndogo yenye paa la bati, Nkandu alikulia katika maadili, unyenyekevu na nidhamu. Wazazi wake walimhimiza kuchunguza kila kitu, kuanzia jinsi maua yalivyofunguka hadi kwa nini maji hutiririka. Ni utoto huo uliopanda ndani yake mbegu ya udadisi, mbegu iliyokuja kuchanua kuwa taaluma ya kisayansi miaka ya baadaye. Wakati wasichana wengi wa enzi yake walizuiliwa na desturi na ndoa za mapema, Nkandu aliongozwa na azima ya kujua zaidi. Alisoma katika shule ya Roma Girls Secondary School na baadaye akasoma shule ya Dominican Convent, taasisi za elimu zilizojulikana kwa nidhamu, bidii na kuandaa wanawake wa kujitegemea. Katika maabara za shule hizo, alipenda kuangalia vijidudu kupitia darubini, na hapo ndipo moyo wake ulijua safari yake ni katika sayansi. Baada ya kumaliza elimu ya sekondari, akaelekea ng'ambo, safari ya kwanza ya binti wa Chinsale kuvuka mipaka ya Afrika Mashariki. Alisomea microbiology katika chuo cha Moscow State University nchini Urusi, akapata shahada ya uzamili. Lakini hakusimama hapo. Alielekea tena University of Brunei, ambako nako pia alipata uzamivu katika immunology, taaluma inayochunguza mfumo wa kinga ya mwili kwa binadamu. Hapo ndipo jina la Nkandu lilipoanza kuchomoza kama nyota katika anga la wanasayansi wa bara la Afrika. Alirejea Zambia akiwa amebeba si vyeti tu, bali ari ya kuleta mabadiliko. Alianza kazi katika chuo kikuu cha Zambia, kitivo cha tiba, akiwa mhadhiri wa microbiology na baadaye kuwa mkuu wa idara ya pathology katika University Teaching Hospital, yani UTH, huko Lusaka, Zambia. Ndani ya maabara hizo alijitosa
kupambana na magonjwa yaliyokuwa yakiua mamilioni ya watu, hasa maambukizi ya VVU pamoja na kifua kikuu. Alifanya utafiti juu ya namna maambukizi yanavyosambaa na jinsi jamii inavyoweza kujikinga. Ni kupitia kazi yake ambapo miradi mingi ya utafiti kuhusu VVU nchini Zambia ilipata mwelekeo wa kitaalamu. Kwa moyo wa huruma pamoja na utu, alianzisha Tathinta Program, shirika lisilokuwa la kiserikali lililolenga kuwasaidia wanawake walioko kwenye biashara ya ngono kujikomboa na kujipatia maisha bora. Kupitia mpango huu, wanawake wengi walipata elimu, matibabu na matumaini mapya, ishara kuwa sayansi bila utu si chochote. Lakini Profesa Nkandu hakutosheka na maabara. Aliamini sayansi bila sera ni ndoto na sera bila sayansi ni upofu. Mwaka 1996 akaingia katika siasa kupitia chama cha Movement for Multi-Party Democracy. Akachaguliwa kuwa mbunge wa Mandevu. Akaanza kushika nafasi za juu serikalini. Akawa naibu waziri wa afya, kisha waziri wa afya. Mwaka 1999, katika nafasi hizo aliongoza mageuzi ya huduma za afya, hasa katika upatikanaji wa dawa na elimu ya kinga. Baada ya muda alihamia wizara zingine kama usafirishaji na mawasiliano, masuala ya kienyeji na machifu, jinsia na watoto, elimu ya juu pamoja na uvuvi na mifugo. Katika kila wizara alionyesha umahiri wa uongozi wenye ujasiri na nidhamu pamoja na uthubutu. Mtazamaji, kama ilivyo kwa viongozi wengi wa kweli, hakukosa vizingiti. Aliwahi kukosolewa kwa maamuzi yake ya kisera, akishambuliwa na wanasiasa wenzake, hata kukumbana na upinzani mkali zaidi katika nyanja za kijinsia. Lakini kila mara alisimama imara akisema, ukizuiwa kuzungumza, tafsiri maneno yako kwa matendo. Changamoto hizo zilimfanya awe kiongozi aliyejifunza kustahimili, kusikiliza na kubadilika. Leo Profesa Nkandu Luo anabaki kuwa kielelezo cha mwanamke wa Kiafrika aliyevunja mipaka ya kijinsia, kielimu na kisiasa. Ni miongoni mwa wanawake wachache barani Afrika waliopata hadhi ya profesa wa immunology na wakati huo huo kuhudumu kama waziri wa taifa. Alikuwa daraja la kati ya sayansi na jamii, kati ya maabara na bunge, kati ya utafiti na sera. Maisha yake ni funzo kuwa mwanamke wa Kiafrika anaweza kuwa daktari, mwanasiasa, mlezi na kiongozi, yote kwa wakati mmoja. Kama kuna kitu tunachoweza kujifunza kutoka kwake, anasema mmoja wa wanafunzi wake wa zamani, akili ya mwanamke ikipewa nafasi hubadilisha taifa lote. Mtazamaji, kutoka kwenye udongo wa Chinsali hadi sakafu za maabara za Moscow, kutoka utafiti wa vijidudu hadi mijadala ya bunge, Profesa Nkandu Luo amethibitisha kuwa elimu ni ngao na huduma kwa watu ni heshima kuu zaidi. Huyu si mwanamke wa Zambia, bali ni binti wa Afrika aliyechora njia kwa vizazi vijavyo. Mtazamaji, hadi kufikia hapa tunafikia tamati ya makala haya. Nikukaribishe tena tuweze kuungana kwenye makala zingine zinazokuja. Mimi ni Habart Peter, nikutakie siku njema.